Wakazi wa kijiji cha Hinira, wilaya ya Bahi, kata ya Mtita, mkoani Dodoma, wameunda umoja wao wa kusaidiana katika shida na raha, vile vile kurudisha kwa jamii, mfano kukarabati majengo ya shule, kutoa vifaa vya hospitali na kusaidia familia zisizojiweza. Wakizungumza katika kikao chao cha kila mwezi kwa ajili ya maendeleo ya umoja wao kilichofanyika hapa jijini Dar es Salaam Ukonga Mazizini, viongozi na wanachama walikuwa na haya ya kusema. Kwa jina naitwa Manase Kefa Magwila na hapa niko na wenzangu. Sisi ni wanaumoja. Umoja wetu unaitwa Umoja wa Wananyinila wanaoishi Dar es Salaam na Pwani. Umoja huu umeanza takriban miaka 10 iliyopita, lakini bado tupo kwenye michakato na viongozi mbalimbali katika umoja huu wameshapita. Umoja wetu unaendeshwa katika mfumo wa demokrasia. Huwa kuna vipindi vya uchaguzi. Na kwa sababu tumeshaelimika, tumefikia kiwango sasa tunaandaa katiba na umoja wetu usajili ulikuwa bado haujasajiliwa. Labda nizungumzie madhumuni ya umoja huu. Umoja huu umeanzishwa kwa lengo kuu kusaidiana hasa kwenye matatizo, hususan magonjwa au maradhi mbalimbali, lakini na misiba. Na endapo mwanaumoja akafariki au wale ambao wanamtegemea yeye mwanaumoja wako hapa Dar es Salaam wakafariki ama Pwani, basi tunachukua jukumu la kusafirisha mwili wa marehemu kutoka hapo alipofarikia mpaka kijijini kwetu tulikotoka Nyinila. Kwa sababu umoja wetu ni watu wa sehemu moja tunaotoka kijiji cha Nyinila mkoani Dodoma. Lakini pia mtu huyu ambaye ni mwanaumoja aliyejiunga atanufaika vipi na umoja huu? Faida ya kwanza ni kwamba yeye kuwa karibu na wenzie, lakini faida ya pili ni watu kupeana taarifa kwa wepesi zaidi kwa sababu tayari ni mwenzao anapata tatizo. Faida nyingine yeye kunufaika na watu kumchangia michango mbalimbali. Na faida nyingine yeye kunufaika kama ni tatizo kubwa basi hatogharamikia gharama za kusafirisha mwili, bali umoja. Wakazi wa kijiji cha Hinira, wilaya ya Bahi, kata ya Mtita, mkoani Dodoma, wameunda umoja wao wa kusaidiana katika shida na raha, vile vile kurudisha kwa jamii, mfano kukarabati majengo ya shule, kutoa vifaa vya hospitali na kusaidia familia zisizojiweza. Wakizungumza katika kikao chao cha kila mwezi kwa ajili ya maendeleo ya umoja wao kilichofanyika hapa jijini Dar es Salaam Ukonga Mazizini, viongozi na wanachama walikuwa na haya ya kusema. Umoja kuwa ni mwanaumoja na manufaa yote haya utapata. Hayo ndio manufaa na hiyo ndio tafsiri fupi ya umoja wetu tulio nao. Tunaendelea kuujenga umoja siku hadi siku hadi tutafikia pale tunapohitaji, na malengo mengine ni kwamba ni kusaidia hata maendeleo ya kijiji chetu tulichotoka. Kuna uhitaji wa zahanati, kuna ukarabati wa majengo ya shule. Sisi kama wanaumoja tunahitaji kutengeneza hayo yote. Lakini pia kuna vifaa vya hospitali, kwa mfano vifaa vya kupimia watoto pale hospitali. Tunaweza tukanunua tukavipeleka pale ili wanaokwenda kupima wasihangaike. Ni kwenda kumvalisha tu mtoto, anakaa kwenye mzani anapima, mambo yanaenda vizuri. Lakini pia tuna uwezo wa kusaidia hata ujenzi wa makanisa, ujenzi wa misikiti, tukachangia na sisi kama wanaumoja kwa sababu wanaoishi kule ni wazazi wetu. Hivyo basi tunafanya kazi ya kijiji chetu. Sasa hivi tupo kwenye rasimu ya katiba. Lakini tukishaikamilisha rasimu ya katiba na kuiunda katiba ya umoja huu, mara baada ya kusajili umoja wetu kisheria na kitaratibu za nchi yetu ya Tanzania, tutafanya uzinduzi mkubwa wa kishindo. Yaani mbuzi ng'ombe zitachinjwa mpaka hautoamini. Watu watakula na tutawakaribisha watu waweze kujua umoja wetu unakusudia nini. Na siku hiyo ndipo watu wataisoma katiba vizuri, watajua taratibu za umoja wetu, malengo na madhumuni ya umoja wetu ni nini. Sisi chama chetu hakijai. Umoja wetu huu sisi haujai. Yoyote yule ilmradi tu ni mwananyinila anayeishi hapa Dar es Salaam ama Pwani, tunampokea kwa sababu lengo kubwa tuweze kusaidiana katika hayo. Kwa majina naitwa Lucas Aida ni Mnyambwa, ni katibu msaidizi wa kikundi cha umoja wa Wananyinila. Tunashukuru Mungu, mambo yanaenda vizuri kwa sababu ni mfumo mpya ambao tunataka kuanzisha. Kwa hiyo tutapambana kwa ajili ya umoja wa Wananyinila kwa kufikia malengo ambayo tumejiwekea kama uongozi mpya ili kufanikisha yale yote ambayo wana umoja wanahitaji kwa makusudio ya kugusa jamii na watu kwa ukaribu. Kwa hiyo tuendelee kuombeana na watu support, tutie moyo, watu ombee kwa Mungu ili mafanikio yote yanayokuja mbele yetu yaje kwa pamoja, na tuendelee kushauriana kwa yale yote ambayo yatakuwa yanahitaji kwa ushauri. Na sisi tutakuwa tuko tayari kwa ajili ya wanachama wetu kuwapa ushirikiano, na pale wanapokuwa wanapata changamoto za
kimatatizo, nasi tutakuwa karibu kwa ajili ya kuwakimbilia na kuwapa ushirikiano wa karibu wa hali na mali, ili wananyinila wote ambao hawajajiunga na ambao wale wanatamani kujiunga basi wavutiwe na umoja wetu, wazidi kujiunga ili tuwe pamoja nao. Tunatamani kufika mbali na malengo yetu ni kufika mbali. Malengo yetu ni makubwa mno. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na malengo makubwa pasipokuwa pamoja na wananyinila. Kwa hiyo tunahitaji watupe nguvu, watupe ushirikiano, watupe moyo. Pale ambapo wanahitaji tumeshindwa, basi watupe mawazo yao na sisi mawazo yao tuyafanyie kazi kwa ukubwa. Malengo yetu ni kuanzia kwa labda tunafikiria kununua gari. Na gari haliwezi kuja kwa kutokuwa na ushirikiano. Kwa hiyo tunahitaji tununue gari kwa malengo makubwa kwa ajili ya umoja wa wananyinila. Tuna vitu vingi sana vya kufanya ambavyo tunahitaji tuvifanye kwa ushirikiano na wao. Kwa hiyo lazima watupe ushirikiano kwa pamoja. Mimi niwaombe watupe nguvu na ushirikiano mkubwa. Kwa majina naitwa Deo Mlemeta, natokea kijiji cha Nyinila, ni mwana umoja wa Nyinila. Kama alivyotangulia kuzungumza mwenzangu kwamba kuna malengo ambayo tumejiwekea kama umoja, na kwa namna gani tunaweza kuyajenga haya malengo yetu ili kwa baadaye iwe manufaa kwa sisi wenyewe, lakini pia pamoja na kijiji chetu. Mimi kwa jina naitwa Venasi Mtemi, naishi Nyinila. Basi hayo maneno ambao wanasema ndo hayo wote tunadhamiria lengo letu moja, tuendeleze mmoja wetu. Kwa mtu yoyote ambao anapatikana akitaka kujiunga, namba za simu zipo, atapatiwa, tutazungumza naye. Karibu sana ambao wanataka kujiunga. Sisi chama chetu hakijai, umoja wetu huu sisi haujai. Yoyote yule ilmradi tu ni mwananyinila anayeishi hapa Dar es Salaam ama Pwani, tunampokea kwa sababu lengo kubwa tuweze kusaidiana katika hayo. Kwa majina naitwa Rehema Jonathan Winga, ni mwana kikundi au mwanachama wa Nyinila, ninaishi Dar es Salaam na Pwani. Basi kwa niaba ya wananyinila na kikundi kwa ujumla, tunatoka mkoa wa Dodoma, jiji cha Nyinila, wilaya ya Bahi, kwa mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Vikao vyetu tunafanyia makao makuu ya kikao chetu ni Ukonga Mazizini. Sehemu ya kufanyia kikao ni Perfect Bar. Karibuni sana, tuwaombe mkaribie, tunawapenda sana.